Baada ya mchezo wa siku ya jana kati ya CS Constantine dhidi ya Simba, wachambuzi wataalamu tunaweza kusema hivyo, wamejivika taaluma hiyo ya uchambuzi katika eneo la soka, wakiweza kutoa tathmini kuhusiana na michezo ya soka. Mchambuzi George Ambangile ambaye yeye ni wa kituo cha Wasafi Media, yeye kupitia katika kipindi cha Sports Arena ameweza kutanabaisha ama kuelezea kiundani kinagaubaga kiufundi, tunasema tactically, Simba walikwama wapi na walifanikiwa wapi. Anasema ile team sheet inakueleza nini Faldu Davis alitaka. Kuanza na kiungo cha Hamza Okajefa na Ngoma, maana yake hakutaka hata kidogo kuwaruhusu Constantine kupita ndani, bali waende pembeni tu ambapo kwao inakuwa rahisi kuzuia vizuri. Njia pekee ya kufunga goli ni aidha mpira uliokufa, mipira iliyokufa na maanisha set pieces, aidha faulu ama kona, kosa la mchezaji mmoja mmoja wa Constantine. Kwa sababu tofauti na hapo, ilikuwa ngumu kuona Simba kama wanafunga goli kwa open play. Ilikuwa ngumu kwao kuvuka mstari wa katikati na kutengeneza nafasi, maana hata wachezaji waliokuwa wanaenda mbele ni wachache sana, hasa kipindi cha kwanza. Anaelezea, anasema Constantine physically wapo chini. Kupambania mpira kwao ilikuwa ngumu. Kitu pekee ambacho walikuwa wanajivunia ni moja, movement nzuri kutoka eneo lao na mahali ambapo mpira ulipo. Mbili, ufundi wa kutunza mpira katika maeneo yote, nasema kutunza mali. Kipindi cha pili Constantine walionyesha wanataka kufanya ama kufunga goli la haraka na kutokuruhusu mchezo kufika dakika 67 au 70 ikiwa bado 1-0. Quick goal, wataka goli la haraka. Baada ya kuwa na uongozi nao wakaanza kufanya kama Simba walivyopata goli. Zuia kwa idadi kubwa ya wachezaji, hakuna kuruhusu Simba kupita ndani, kabiliana na mpira yote ya cross, na Constantine walifanya vizuri sana. Anasema nafikiri kipindi cha pili Simba walikuwa wanacheza na wanajiuliza goli linatokea wapi. Quality ya utekelezaji wa vitendo vya kiufundi ilikuwa chini sana. Anasema note namba 1, Zimbwe Junior kama alidhamiria au vipi. Hiyo anatuachia sisi, yeye anachojua kafunga goli zuri. Bouche, hii fullback ya kushoto ya Constantine ana ufundi mwingi sana akiwa na mali mguuni. Namba 3, kuzuia kwenye 1v1. Chemalon yupo imara sana na bado mara chache sana utamuona anabutua. Namba 4, Deep mguuni upo, lakini uimara kimwili nafikiri kocha wake atamwambia jikaze zaidi. Namba 5, hizi timu leo ilionekana kabisa ambaye atapata uongozi akishikilia bomba vizuri anashinda mechi, maana kwenye kutengeneza nafasi maarifa yalikuwa chini sana. Namba 6, performance ya Jean Shalewa ya kujiuliza sana. Ameweka emoji ama maulizo hapa kuhusiana na performance ya kiungo wa Simba raia wa Ivory Coast Jean Shalewa, ambaye kwa namna moja ama nyingine mashabiki wengi sana hawajapendezwa na kile kiwango alichokionyesha katika mchezo wa siku ya jana. Full time Constantine 2, Simba 1. Simba wanala kujiuliza zaidi kuelekea katika mchezo dhidi ya CX Sfaxien ya pale Tunisia. Na huo ni uchambuzi wa George Ambangile, mchambuzi nguli kweli wa masuala ya soka, huyo akiwa anakitumikia kituo cha Wasafi Media, na hii ni kupitia Sports Arena ya kituo cha Wasafi FM. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya update na taarifa nyinginezo nyingi za kimichezo. Updates hapa ndo kwake. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem hapa ndo kwake.